Kwenye mtaa mdogo wa Barcelona, jua lilikuwa linazama nyuma ya majengo, lakini uwanja mdogo wa El Camp del Barrio, shughuli ndo kwanza ilikuwa inaanza. Watoto wengi walikuwa wamekusanyika kwenye uwanja huo wakicheza mpira kwa furaha kubwa. Kati yao kulikuwa na mvulana mwenye macho makubwa yenye ndoto. Jina lake Lamine Nasraoui juega al Barça. Anaitwa Lamine Yamal Nasraoui Ebana, kijana wa mataifa mengi. Spain wanamfahamu kama kijana wao. Equatorial Guinea, katika ardhi ya mama yake Sheila Ebana, wanamuita mtoto wao. Morocco kwa bibi yake Fatma wanamtambua kama mjukuu aliyeletwa ulimwenguni kama zawadi kwa Afrika. Lamine alikuwa na umri wa miaka 12 tu, lakini uwezo wake wa kuchezea mpira ulikuwa wa kushangaza mno. Miguu yake ilikuwa kama sumaku ya mpira. Kila alipomiliki mpira hakuna aliyeweza kumnyang'anya. Lamine alijua vema kuchezea mpira. Alipiga vyenga misiri ya Messi na aliuchezea mpira kama amezaliwa Rio de Janeiro. Lamine, tunakutegemea wewe, alimuita rafiki yake Pablo. Lamine alimuonesha kidole na akasonga mbele. Mpira ulitokea kwa upande wa kulia na kwa haraka akaupeleka kwenye mguu wake wa kushoto. Mlinzi alijaribu kumzuia lakini wapi. Lamine akacheza mpira kwa miguu huku akimwacha kama amesimama kwenye saruji. Kisha akapiga mpira kwa nguvu kwenye kona ya juu ya golini. Goal! Watu wote uwanjani walipiga kelele kwa furaha. Hata wazee waliokuwa wameketi kwenye benchi walisimama na kumkaribia Lamine. Mwana, wewe ni kipaji cha Mungu, alisikika mzee mmoja akimwambia Lamine huku akimpigia makofi. Lamine alikuwa mwenye moyo wa unyenyekevu, hakujivuna bali alijua kuwa kila siku alihitaji kujifunza zaidi. Alikuwa akiendelea kuwatazama Neymar na Lionel Messi kideoni, huku akijaribu kujifunza mbinu zao. Siku moja mkurugenzi wa vijana wa klabu ya Barcelona alifika kwenye uwanja huo, akamtazama Lamine kwa umakini. Kisha akamuuliza, "Bwana mdogo, unataka kuwa mchezaji wa Barcelona siku moja?" Lamine alimtazama kwa macho yenye tumaini. Ndiyo mkuu. Nimeamini hivyo tangu utoto wangu." Mkurugenzi akamwambia, "Kwa uwezo wako sio ndoto tu, bali ni lazima itimie." Miezi michache baadaye Lamine alisajiliwa katika akademi ya La Masia. Alifanya kazi kwa bidii akijifunza mbinu mpya kila siku. Miguu yake iliendelea kupokea mafunzo kila siku iendayo kwa Mungu, na uwezo wake wa kucheza uliongezeka kila uchao. Miaka 4 baadaye Lamine Yamal anacheza mechi yake ya kwanza katika kikosi cha kwanza cha FC Barcelona akiwa na umri wa miaka 15 tu na siku 290. Akaweka rekodi ya kuwa mchezaji mdogo zaidi kuwahi kucheza kwenye klabu hiyo, chini ya kocha Xavi Hernandez. Wakati huo alipoingia kwenye uwanja wa Camp Nou, alisikia sauti za wapenzi wa kandanda wakimuita kwa shangwe, "Yamal, Yamal, Lamine Yamal." Kwa mara ya kwanza alihisi hofu, lakini akakumbuka maneno ya baba yake. Mvua huanza kwa tone moja, lakini inaweza kufanya mto mkubwa sana. Uoga ukamuishia, akachukua mpira akafunga goli la kusisimua katika mchezo wake wa kwanza. Watu wote wakaanza kukiamini kipaji cha Lamine Yamal na wakampokea kama nyota mpya katika soka. Na safari yake ikaanzia hapo. Baada ya kuonesha uwezo wa kusisimua katika mchezo wake wa kwanza, Barcelona ikamwamini. Basi toka hapo kila mchezo alopata nafasi alionyesha hodari wake wa kipekee, kasi, ustadi na uwezo wa kuibuka katika dakika muhimu. Msimu wake wa kwanza ulikuwa wa kuvutia sana. Lamine alifunga mabao muhimu katika ligi ya mabingwa na La Liga, akiisaidia FC Barcelona kushinda taji la La Liga Santander katika msimu wa 2023 akiwa na umri mdogo. Alionekana kama mchezaji mwenye ujasiri na busara ya mtu mzima. Uwezo wake haukuishia Uhispania, ukaanza kuonekana na maskauti wa timu mbalimbali kubwa kama Manchester City, Paris Saint-Germain na Bayern Munich. Klabu hizo zilianza kumtazama kwa makini, lakini Lamine aliamini katika Barcelona akisema, "Barcelona ndio nyumbani kwangu, hapa ndipo nilipoanza ndoto yangu na hapa ndipo
nitakapofanya iwe kweli. Lamine akiwa na umri wa miaka 16 tu aliitwa kwenye timu yake ya taifa ya Uhispania. Alicheza kwa mara ya kwanza katika mashindano ya UEFA National League na goli la kwanza alilifunga dhidi ya Ujerumani. Kipindi hiki watu walianza kumlinganisha na wachezaji kama Lionel Messi na Neymar kwa sababu ya uchezaji wake hodari. Kufika mwaka 2024, Lamine Yamal alikuwa tayari mmoja kati ya wachezaji bora duniani, akiwa tayari na taji moja la La Liga, taji la Euro, akawa mshindi wa Golden Boy, tuzo ya mchezaji mwenye umri mdogo bora wa Ulaya katika tuzo za Ballon d'Or. Sasa mafanikio yake yanahubiriwa kila kona ya mtaa. Soka la kisasa linamtambua kama Yamal the Magician kwa sababu ya mbinu zake, ufundi wake wa kabumbu, anafunga mabao ya ajabu na kutoa pasi sahihi. Lamine kila siku huandika rekodi mpya. Lamine ndiye mchezaji mdogo zaidi kufunga katika El Clasico. Lamine ndiye mchezaji mdogo zaidi kufunga kwenye ligi ya Uhispania, La Liga Santander. Lamine ndiye mchezaji mdogo zaidi kufunga kwenye timu ya taifa ya Uhispania. Lakini pia ndiye mchezaji mdogo zaidi kufunga kwenye Copa del Rey. Lamine ndiye mchezaji mdogo zaidi kutoa pasi ya goli kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya. Lamine ndiye mchezaji mdogo zaidi kutoa pasi ya goli kwenye mashindano ya Euro. Lamine ndiye mchezaji mdogo zaidi kushinda Euro. Na mwaka huu tayari Lamine Yamal ameisaidia FC Barcelona kushinda mataji mawili, ikiwemo lile la Supercopa na hili la Copa del Rey. Mpaka sasa Lamine Yamal amefikisha jumla ya mechi 100 alizocheza katika klabu ya FC Barcelona, huku akifunga jumla magoli 22 na asisti 27. Katika maisha ya nje ya soka, Lamine Yamal hakuisahau mizizi yake. Hivi karibuni alianzisha shirika la kusaidia watoto maskini wa Afrika na Hispania kufuata ndoto zao za soka. Alisema Lamine, "Mimi nilikuwa kama hao. Nilitaka kucheza tu, sasa nataka kuwapa fursa wao pia." Hayo ndiyo maneno ya Lamine Yamal aliyozungumza akiongea na vyombo vya habari. Huyo ndiye Lamine Yamal, nyota wa klabu ya FC Barcelona. Asante kwa kunisikiliza. Ulikuwa na mimi Dennis Denominator. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Nikuombe tu usubscribe YouTube channel yetu ili wa kwanza kupata update stories zote za kimichezo kutoka kwetu.